Siku leo tarehe 27 mwezi Machi mwaka huu wa 2025 kulikuwa na kikao cha Wizara ya Habari, Sanaa na Michezo ambapo miongoni mwa watu ambao walikuwa ni wahudhuriaji na waalikwa katika kikao hiko ni pamoja na viongozi wa klabu za soka za Simba na Yanga ambao kwa mujibu wa tetesi ambazo zilikuwa zimeenea ni kwamba kikao hicho kilikuwa kinahusisha kile ambacho kimetokea siku ya Machi 8 katika siku ambayo ilitarajiwa kushuhudiwa dabi ya Kariakoo kati ya Young Africans Sports Club dhidi ya Simba Sports Club, mechi ambayo iliyotambawa baada ya klabu ya Simba kutoa tamko rasmi ya kwamba hawatoshiriki mchezo huo kutokana na sintofahamu ambayo ilizuka siku ambayo walikuwa wakihitaji kwenda kufanya mazoezi katika pitch ya uwanja Benjamin William Mkapa. Sasa baada ya sekeseke hilo kupita, tuliona bodi ya ligi walikuja kutoa tamko ya kuahirisha mechi hiyo, na tangu tamko hilo hatukuona kile ambacho kimeendelea kuhusiana na hatua stahiki ambazo bodi hiyo pamoja na TFF kwa ujumla wamezichukua. Sasa tukapata ripoti kwamba siku ya leo kutakuwa na kikao kati ya waziri pamoja na naibu waziri wa wizara inayoshughulikia masuala ya habari na michezo, lakini pia viongozi wa klabu ya soka ya Yanga pamoja na Simba. Na tuliona viongozi akiwemo rais wa klabu ya Yanga Engineer Hersi Said, lakini pia tulimuona mwenyekiti wa klabu ya soka ya Simba Bwana Mangungu, lakini vile vile tulimuona rais wa TFF Wallace Karia na viongozi mbalimbali akiwemo waziri Profesa Palamagamba Kabudi pamoja na naibu waziri Mheshimiwa Hamisi Mwinjuma almaarufu kama Mwana FA. Sasa baada ya kikao hiko bwana, waandishi wa habari tulitamani kufahamu kile ambacho kimejadiliwa na nini kauli ya kikao hicho, lakini baada ya kumfuata naibu waziri Mwana FA akasema hana cha kuzungumza, lakini pia rais wa TFF pia Wallace Karia akasema kwamba pia hahitaji kuzungumza na mtu yeyote, lakini tulikuwa tukisubiri kwa hamu kauli ya rais wa klabu ya Yanga Engineer Hersi Said. Na baada ya kutoka, wakati akiwa anapanda katika gari lake, aliweza kuwaeleza kwa ufupi tu wananchi ama mashabiki wa klabu ya soka ya Yanga waliofika pale na kuambia kwamba mlitupigia kura na kutuchagua kama viongozi wenu kwa kutuamini. Kwa hiyo hatutoangusha katika jambo hili na kila kitu kitakuwa sawa kwa sababu tuko tayari kusimamia maslahi ya Yanga. Akashukuru na kuondoka zake, huku wananchi wakiwa wanaendelea kusikilizia hatima ya kile ambacho kimejadiliwa siku ya leo. Subscribe, kulike na kudrop comment katika comment section.